Kwanza kubwa ambalo tunaweza kumwenzi mzee wetu Mzee Karume, alikuwa ni mtu ambaye anapenda umoja. Alikuwa anapenda umoja na ni mtu ambaye ni muumini wa muungano, muumini wa ushirikiano, na hiyo inadhihirisha tokea kipindi ambacho nchi yetu hii ilipokuwa inapambania ukombozi. Kipindi cha wakati wa ukoloni, wakati wa sultani, alijitahidi sana kuungana. Tutakumbuka kwamba moja katika sera za wakoloni ilikuwa ni kutugawa ile utawala. Kuna vyama vya kikabila hapa, lakini yeye alisimamia chama cha African Association na Shirazi Association vikaungana kuweza kuwa na chama kimoja. Kama kwamba hiyo haitoshi, aliweza kuwa ndio muasisi wa muungano wetu uliotengeneza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia alikuwa ni mstari wa mbele pale ambapo Tanzania ilivyokuwa ikishirikiana na nchi nyingine za Afrika ikiongoza mapambano ya ukombozi wa nchi za Afrika ambazo zilikuwa bado hazijapata uhuru kusini mwa bara la Afrika. Kwa hiyo utakuta ni mtu ambaye alikuwa anapenda umoja, anapenda mshikamano, na hayo ndio yanathibitisha hilo moja. Lakini alikuwa ni mtu ambaye hapendi uonevu, hapendi unyonyaji, hapendi dhulma, na mtetezi wa watu ambao wa hali za chini. Tutashuhudia mara baada ya mapinduzi matukufu alileta mageuzi makubwa katika kila nyanja. Kwa mfano, alitoa ardhi kwa watu ambao walikuwa wenye kuhitajia, ambao hakupata fursa hiyo. Alianzisha sera ya elimu bure, ambapo ilitoa fursa kwa wananchi wa hali za chini walikuwa hawajapata fursa ya kusoma miaka nyuma na kuweza kupata nafasi ya kusoma. Afya bure, kuweza kutoa matibabu bure, makazi, kuhakikisha wananchi wa hali za chini wanapata makazi bora na mambo mengine mengi. Kwa hiyo kimsingi alikuwa ni mtu ambaye anaguswa sana na changamoto za watu wa hali za chini ambao walikuwa wakidhulumiwa na wakinyonywa na kandamizwa kwa muda mrefu. Lakini jingine ambalo tunaweza tukamwenzi mzee Karume, alikuwa ni mtu ambaye ni mwanamapinduzi wa kweli. Aliongoza mapinduzi ya Zanzibar, lakini mapinduzi hayo hayakuishia katika mapinduzi ya kisiasa. Mpaka sasa tunapozungumzia mapinduzi daima hatuko hapa kuzungumzia mapinduzi ya kisiasa, lakini tunapoona kwamba tunapoadhimisha maadhimisho ya sherehe za mapinduzi tumekuta tukishuhudia uzinduzi wa miradi mingi ya maendeleo. Hiyo ni misingi ambayo ametuachia Mzee Karume, kwamba lengo halikuwa ni kukimbilia madaraka tu, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba mageuzi ya hali ya maisha ya watu ya kila siku katika kubadilisha hali zao za maisha. Na ndio maana mapinduzi ya kiuchumi, mapinduzi ya kimaendeleo, ikiwemo ujenzi wa miundombinu na mambo mengine. Mtakumbuka wakati wake hakukuwa na gari nyingi, lakini alikuwa na maono ya kujenga barabara zenye leni 4, 2 huku 2 huku. Kwa hiyo utagundua mtu ambaye kipindi ambacho angeweza kusema tu sasa hivi bwana, gari unaweza kukaa barabarani dakika 5 ikapita gari moja, hakuna haja ya barabara hizi. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anapenda mageuzi na mapinduzi ya kimaendeleo, aliangalia Zanzibar ya miaka inayokuja. Kwa hiyo vitu vya kumwenzi Mzee Karume ni vingi, lakini kwa machache hayo naona ambayo ni ya msingi zaidi.